madhara na hakina majibu. Madhara ni kwamba anaweza akaja shetani akamjibu. Kwa sababu ukiendelea kuomba sana ili uweze kupokea, atakuja shetani atakujibu. Hayo ndio madhara. Lakini na kutokupata ni kwa sababu hawezi kujibu. Sasa neema Mungu iweze kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Leo lazima nataka nimalize hii mawazo. Ni hapo. La tatu ni mawazo yangu. Mawazo yangu. Yaani kuna dhambi hii wanaitwa ni dhambi isiyo ya kutenda. Kwa sababu mwanadamu anakabiliwa na dhambi hizi. Uovu wa pande mbili. Upande wa kwanza ni uovu ule unaotendwa. Yaani uovu unaoingizwa kwenye matendo. Uovu unaoingizwa kwenye matendo, na uovu huo unakuwa ni uovu aidha kwa kusema, kwa sababu kinywa kitakuwa kimesema, ama kwa kufanya kwa mkono, yaani kinahusu kitu kimefanyika. Huo ni uovu. Vitu viwili hivi. Sasa mawazo yangu yanapaswa yasiwe yanalenga. Sasa hii dhambi ya kutenda ya kuwaza inakamata 90% ya watu waliookoka. Kwa sababu ni dhambi ambayo haionekani. Na watu wengi wanang'ang'ana kuachana na dhambi za kuonekana, za kutenda sasa. Kwa hiyo mtu tunapoona ama tunapoonekana kwamba hatujafanya hiki, sijafanya kitu, na kwamba huyu mtu ni mzuri, mawazo yake huyajua. Kwa sababu mawazo mabaya huchafua moyo. Mawazo mabaya yanachafua moyo. Mawazo mabaya yanachafua moyo. Zaburi 94. Mawazo mabaya yanachafua moyo. Zaburi 94 mstari wa 19 anasema, katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu, faraja zako zaifurahisha roho yangu. Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu, faraja zake zafurahisha roho yangu. Huyu ni mtu ambaye amewaza vizuri. Mawazo yake yako upande wa Mungu. Unaona moyo unapata faraja. Mtu yeyote ambaye unaona yuko kwenye mahangaiko ya moyo, ule moyo unahangaika kwa sababu ya mawazo. Mawazo ndio yanatembeaga kule kwenye moyo. Kwa hiyo ndio yanahangaisha moyo. Hakuna mtu anakosa amani kwenye moyo kama hajawaza kitu. Jamani, si tuko sawa? Nani atakuja kutoa moyo wako ufanye uanze kukosa amani? Hujatenda chochote, lakini umewaza kitu kimekubafilisha, moyo unafungika. Lakini kwamba umewaza kitu kikaonyesha dira nzuri, kikaonyesha vitu vizuri, kikaonyesha, moyo unafarijika. Moyo unafarijika, ndio unasikia moyo umetulia kabisa. Kwa hiyo mawazo yanachafua moyo ama mawazo yanasafisha moyo. Kwa hiyo hapa tunaangalia mawazo kama sehemu ya tatu ama kitu cha tatu kinachosafisha moyo. Kwa maana mawazo yangu yanatakiwa yawe mawazo masafi, mema. Yaani wewe hakikisha, hii inaweza ikawa ni ngumu, lakini inabidi hakikisha kama ulikuwa na watu unawaweka kwenye mawazo yako, anza hiyo safari ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu anakaa kwenye mawazo yako. Amina. Yaani ndio unakaa mpaka mimi mpaka kuna watu, yaani kama vile sasa sijui mtu tumeachana naye, sijui imekuwa hivi, sijui imekuwa hivi. Baada ya muda mfupi na msahau. Kwa sababu sina watu wanakaa ndani ya moyo wangu. Nina Yesu. Ndio anakaa. Sina watu. Sasa namsahau kwa sababu hana nafasi. Baada tukienda tena kidogo na jina nalisahau. Hata kama mtu tulikuwa tumekaa naye karibu vipi, najikuta nasahau na jina lake. Nasahau kabisa kama kuna mtu kama huyu. Mpaka mtu akija kunielezea nasema hivi nilikuwa nishasahau. Huyu mtu bado yupo. Huyu mtu yuko wapi? Yaani ndio naanza kumuuliza. Kuna mtu anaelewa nasema nini? Usipende kuwafanya watu wakae kwenye moyo wako.
wa moyo wako utaharibika. Usipende kufanya mawazo yako yakawa yanawawaza watu. Uko ondoka. Ni kazi kubwa kuondoka hapo. Lakini tunazungumzia moyo. Tunataka moyo msafi ambao utabeba matunda ya Roho Mtakatifu, ili karama za Roho Mtakatifu zifanye kazi kiusahihi. Usiwe na mchanganyiko. Kwa hiyo mawazo, hakikisha uwaziwazi watu. Uwaziwazi watu. Wachana na watu. Yaani sina maana kwamba ukae mbali na watu. Mimi nakuwa na shughuli na watu wakati nina shughuli nao. Wakati natakiwa kuwa na shughuli na watu. Kama sina shughuli na watu, ni kwamba hawapo. Kwa mimi wanakuwa hawapo. Kwa sababu hawana nafasi. Yuko ambaye anaishi hapo. Jamani, Yesu si anaishi ndani yetu? Hiyo ndio nyumba yake. Sasa kama watu ndio wataishi humu, una wapangaji 20 humu ndani. Yesu anakaa wapi sasa? Kuna mtu anarudi nasema nini? Yesu atakuwa anakaa wapi? Yesu hawezi kukaa. Roho Mtakatifu hawezi kukaa. Lakini kama nimefanya makao yangu yawe ni ya kwake, watu lazima waondoke. Na wataanzia kuondoka hapa kwenye mawazo. Hapa na hapa. Ndipo moyo utakuwa msafi. Unajua kuumizwa na mtu ni pale mahali unachukua mtu kamweka. Kama huna watu uliowaweka, sijui kwenye mawazo, sijui kwenye moyo. Ndio maana watoto wakafanya nini sisi? Yaani mpaka apende, mimi mpaka mtu apende kwenye moyo wangu. Hiyo sijajua, sitaki kuisemea lakini sijajua. Mambo ni mengi ambayo mtu anaweza kukutendea, watu wakakutendea, watu tofauti. Ukakutana na wale wakudhulumu, ukakutana na wale kufanya hivi, yaani mambo ni mengi, hata maisha tunaishi, hatuwezi kuyakwepa. Ndio watu tuko nao. Ukipiga kona hii mara umeenda dukani tu kununua kitu, unakuta tena kuna mambo mengine umeumizwa. Unakuta umeenda kununua kitu, unajua umechukua kitu kizuri, kumbe mwenyewe kakubamilizia. Unafika nyumbani, unasikia unaumia. Sasa utamweka huyo mtu. Watu kama wasiokuwa na akili unawaeka ndani ya moyo wako kuzuia nafasi ya Yesu. Lazima moyo wako ubaki pekee. Kinyume na hapo, jamani, hata yale mambo ya upuuzi yasiyofaa kufikiriwa, wewe yatakuumiza. Ndio maana watu wanaumia moyo. Unaumia moyo. Mimi ameniumiza, nimefanya hivi. Sawa, mimi nasema wamenighafilisha kwa sababu moyo wangu ulikuwa unaenda hivi. Alipokuja huyu akapita hapo, tayari kuna mtafaruku umetokea. Si amefanya mambo mabaya, mtafaruku umetokea. Ila sasa mruhusu aendelee. Pale natafuta namna gani ya kumalizana na hilo jambo. Huyo mtu hawezi kukupa nafasi ya kujitetea. Kama ataipata ya pili, hiyo ndio ya lala salama kwa yeye. Na mtu anarudi anasema nini? Hivi ndivyo mimi sikwani kufanya kama mimi. Mimi nimechoka, sio ni style yangu. Kwa sababu nimeona watu wanadamu wanachosha sana. Kwa hiyo mimi nikatengeneza mazingira yangu ya kuishi na wao. Nasema sasa mimi nataka kuishi hivyo, na mimi nitaishi na nyinyi mnavyotaka kuishi. Wakati na wabeba na kumbatia, nasema mtu utafanya hivi, nasema siwataka hivi, tukae hivi. Wakati unaniangalia na mimi nakuangalia hivi. Ili siku ile utarusha tu ngumi kwako, mimi shahepa, maana nimekuona na jicho lako. Ulilokuwa unatazama na wewe, na mimi pia nimekuona. Unataka na mimi nasema nini? Sasa maisha yetu, mawazo lazima uhakikishe ya kwamba hakuna kitu kinakuja kuingilia kikakuhamisha. Kitaharibu moyo. Na kikiharibu moyo wako hauwezi kuwa mchafu, kwa sababu huo ni mlango unaofungua. Na mlango huo kisha ufungua umemkaribisha shetani. Tutakuja kuona huko mbele kwa sababu kuna vipengele ambavyo vitafafanua vizuri sana. Ukisha mkaribisha shetani hapo ndani, ndio ameanza. Yaani hapo tunasema ndio imeanza safari mpya. Na ikishaanza ndio kesho atakuja mwingine. Kesho nyingine itakuja nyingine. Mwisho unaanza kushangaa, haipiti muda fulani moyo wako una maumivu. Haipiti muda fulani moyo wako umeumia. Haipiti muda fulani huyu amekugusa. Wewe kwa sababu milango iko wazi sasa. Kwa hiyo wewe hakikisha kabisa kwamba mlango unaufunga. Na unafunga shetani asipate nafasi ya kuingia. Utaachaje mlango wazi alafu Yesu anasema amekaa ndani. Amekaa ndani, yeye ni wa kwangu, mimi ni wa kwake. Funga mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo cha tatu ni mawazo, ambaye tunaona hapo, na mstari wa mwisho ambaye ndio leo tunamalizia hapo ni Zaburi 19. Andika Zaburi 19 mstari wa 14.
maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu, yapate kibali mbele zako, ewe Bwana na mwamba wangu. Mawazo ya moyo wako hakikisha yanapata kibali. Maneno ya kinywa chako hakikisha yanapata kibali kwake Bwana. Sasa hayawezi kupata kibali maneno ya kinywa chako na mawazo ya moyo wako wakati ni mtu wa kughafilika kila itwapo leo kwa sababu ya hiki na kile na kile. Ina maana wewe ni mtu ambaye hauko huru. Pale napokuwa kwamba nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Uhuru wa kuifahamu kweli ni wa kuondokana na haya. Mawazo yako unayahamisha kutoka huko, yanakuwa umeyatune kwenye mwelekeo wa Mungu, na Roho Mtakatifu anapata nafasi, akikaa ndani yako amepata makao ya kudumu. Kinyume na hapo, makao yako ama nyumba yake ndani yako sio ya kudumu. Anakuwa ni ingia toka, mara ukamtafute ameenda wapi, moyo tena umegafilika katafute. Mara tena tena nimeanza kuwaza tamaa. Tena nimeanza. Yaani hayo ndio maisha. Na ndio yanazunguka huko kwenye mawazo. Kwa sababu mawazo yako, ufahamu wako bado haujadhibitiwa. Sasa udhibiti ili mawazo yako yaweze kupata kibali kwa Mungu. Sasa mawazo tunayosema ama maneno na mawazo tunayosema yapate kibali mbele za Mungu ni hayo ambayo hayahusiani na hadithi tunataka kujifunza. Hayahusiani na yule. Haya mawazo yaliyombeba yule akambeba Esther akambeba yule hayana kibali mbele za Mungu na hayapati kibali mbele za Mungu. Maneno ambayo yanatokea kila ninaposema, unakuta kuna mtu aliniumiza, kuna mtu yule. Kwa hiyo sasa nitasema kwa sababu ya maumivu. Maneno haya hayapati kibali mbele za Mungu. Kwa maana kama nitaomba kwa ajili ya hivi, kwa ajili ya hivi, kwa ajili ya hivi. Maombi hayo haya direct kwa Roho Mtakatifu hayana kibali kwa Mungu. Kwa hiyo maisha yetu lazima tuone namna gani ya kuweza kuyaweka haya mambo matatu ambayo nilisema tuiangalie, ambayo tulianza wiki iliyopita, na nitamani niamalize wiki hii na neema Mungu iweze kutosha. Kwa hiyo shika sana hilo neno, shika sana maombi, shika sana mawazo. Mungu akitupa neema tutakuja kusimama tena kuendelea katika hatua nyingine. Haya ni mambo ya kawaida sana, lakini yanafanya kazi ndani yetu. Na shetani anatembeaga hapo sana. Anatembea kwa watu sana katika eneo hili. Sana. Yaani mtu anaweza akaja, yaani unaomba msamaha kila saa. Maana unaona mtu amefanya kitu, wewe huko ndani ushawaza tofauti. Kitu kinafanyika, mtu anafanya kitu, mimi nishawaza tofauti. Alafu baadaye nakuja kugundua, kumbe nilichowaza kilikuwa sicho. Mtu alikuwa na nia njema. Unarudi tena kuanza kutubu. Namwambia Bwana nisamehe, niliwaza vibaya. Sasa nilipata ufahamu huo baada ya kuanza kufundishwa. Sasa kama sijui, ndio mawazo anawaza hivyo na kisha yanapotelea hapo. Yale mawazo tunaenda kuhukumiwa nayo. Tunasema haya ni kwa sababu tumesema neno linaenda kutuhukumu. Yale maombi nilikuwa nikiyaomba, ambaye yalikuwa yamebeba, mimi nitatumia tu neno chafu na yanaenda kuhukumu. Mawazo yaliyobebwa na moyo wangu yanaenda kunihukumu. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo lazima kila mtu awe free, atoke hapo. Yaani kila mtu, yaani mtu aliyeokoka na mtu yeyote ambaye ameokolewa na Bwana, moyo wake ndio unatakiwa uwe huru katika eneo hili. Awe ni mtu neno la kanda yake, maombi yaliyobeba usahihi. Kwa sababu huna shida na watu. Unatoka wapi kwenda kuomba maombi ya uchawi? Usumbuki na watu. Watu wao ulishawasamea kabla hawajakukosea. Kwa sababu huna shida nao. Na hata wanapokukosea wala uyaweke kwenye akili, unamalizana nao. Yaani mpaka unasahau kabisa. Lakini unakuta mtu yeye anang'ang'ana na maombi, hayo yote ni mtu anabeba hukumu mwenyewe. Na hivi ni vitu ambavyo kama tunavibeba kwa namna mbaya ambayo tumetoka kuangalia kwa sehemu ndogo, hatuna kibali mbele za Mungu, kwa sababu haya yanaishi kwetu na hayana kibali. Lakini haya kama upande wa neno yamekaa vizuri, upande
Upande wa maombi nimekaa vizuri. Mimi na 50 zangu, nina mambo yangu. Kwanza na mambo yangu chungu mbovu, sina shughuli na mtu mimi. Mimi nina kwangu kupeleka mbele za Bwana, ambayo yananihusu mimi na yale ambayo amenipa mimi kufanya. Nina familia yangu, nina watu wa watu huko. Nina hivi na vile na vile vile. Mimi nitoka hapo na kwanza kubeba mtu mmoja naanza kwenda naye na shupalia kila siku na tunafunga siku 3 kwa ajili ya mpaka Mungu aonekane. Upuuzi gani huu? Wewe unafunga siku 3 kwa ajili ya mwenye dhambi aokoke. Eti nafunga siku 3 kwa sababu kuna mtu alikuumiza. Si unaona watu waliokuwa kwa baya. Hivi ni roho za kuzimu zinazofanya kazi. Hayo ni mambo ambayo hayatakiwi kuonekana na sisi. Maombi tunayoomba lazima yahakikishe kwamba yamelenga mnyoko. Yamebeba kwanza mimi nimekaa kwenye imani na utakatifu. Ndio maombi yangu sasa yalenge mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Mimi na Roho Mtakatifu, maana yeye ndio msaidizi wangu. Kwa hiyo natakiwa kusikia maombi yangu. Yeye ndio anategemea anihudumie sasa kwenye maombi yangu. Kwa hiyo maombi yangu yananilenga mimi na yeye. Ama na yule ambaye ndio mimi namuombea. Kama ni nchi kama nini, lakini naiombea katika hali ambayo ni nzuri. Na mawazo ndio hapo. Hakikisha unapoomba, hata kama unamwombea mtu, kuna mawazo mabaya juu ya mtu, hata kama alikukosea. Ni ngumu sana. Huu ni mtihani mzito sana. Kama mtu alikosea alafu unatakiwa kumuombea, alafu unatakiwa umuombee sio kwa sababu unasema unamuombea, kwa sababu inatoka kwenye kilindi cha moyo. Yaani kwenye kilindi cha moyo akitafutwa huyo mtu, kweli unamtazama vizuri. Yaani anaonekana kwenye moyo wako kwamba wewe uko sawa na yeye. Yaani uko vizuri na yeye. Sio kwamba nasema tu kwamba kwa sababu Biblia imesema tuombe. Watu wengi wanafanya vitu kwa sababu Biblia imesema tuombe maadui zetu. Hajasema muombee adui zetu. Kabla hujamuombea, unamwombea mtu ambaye upende. Kwa sababu kabla hujamuombea lazima umpende. Na kumpenda lazima kutoke kwenye moyo. Kwa hiyo moyo wangu ndio kitongoji cha kwanza.